Habari na karibu kwenye Ufunuo Unaofichuliwa. Jina langu ni Alan Dubre na leo tuna kipindi kingine kizuri kabisa kwa ajili yako. Hii ni kuhusu tofauti zilizopo kwenye Injili ambazo tumefundisha mara nyingi, na pia ndicho kituo chetu kikuu Ministry Revealed kimekuwa kikichambua kwa miaka 8 iliyopita. Utakutana na kifungo hiki cha ajabu katika Injili za sinoptiki za Mathayo, Marko na Luka, ambazo kama unavyojua mwishoni mwa siku zinajulikana kama Luka, Marko na Mathayo. Inaonyesha kwamba kabla, katikati na baada ya yote ni kweli. Inaonyesha kwamba mwisho wa siku si miaka 7, kwa sababu kila mtu husoma kutoka kwa Mathayo, lakini kwa kweli ni miaka 14 na sehemu inayoitwa juu, ambayo ni miaka 7 ya hukumu za tarumbeta katika Mathayo, miaka 7 ya hukumu za mihuri katika Marko, na Luka ni kabla ya dhiki katika kipindi kinachoitwa juu, ambacho ni siku 50 zinazoanza na kabla ya dhiki. Lakini ndani ya haya yote, kabla ya dhiki, kisha mihuri, na katikati ya dhiki, halafu tarumpeta na kurudi kwa Bwana baada ya dhiki, katika hali hizi zote kuna kundi la watu ambao wanachukuliwa wakati fulani kabla, katikati na baada ya dhiki, na pia ndani ya haya kuna kuja mara 3 kwa Bwana, na tumekuonyesha hayo katika mafundisho ya Luka, Marko na Mathayo, ambao ndio mpangilio wa mwisho wa siku. Kwa hiyo niruhusu nirudie tena kwa kuonyesha hili kwa kifupi ili uweze kuelewa tofauti hizi za ajabu katika mafundisho. Samahani, sio katika mafundisho, bali tofauti za ajabu zilizopo ndani ya Injili za synoptic za Luka, kisha Marko, halafu Mathayo. Wa mwisho atakuwa wa kwanza, wa kwanza atakuwa wa mwisho katika mwisho wa siku. Hivyo Mathayo, Marko, Luka inakuwa Luka, Marko, Mathayo. Na tutakapofika kwenye hii utaona jinsi ilivyo ya kinabii katika tofauti za maneno. Kwa hiyo kama wewe ni mgeni kwenye chaneli hii, utakuwa umesikia maisha yako yote kwamba tofauti zilizopo ndani ya Injili ni mtazamo tu. Ilikuwa tu mitazamo tofauti ya watu tofauti. Sasa tumekuwa tukithibitisha kwa miaka 8 kwenye chaneli yetu kuu, na tumeanza kufanya hivyo hapa kwa vipande vifupi katika mafundisho mafupi, ili kuonyesha watu kwamba hizi tofauti si mitazamo tu, bali ni kuhusu unabii kabisa, bila shaka yoyote, na utaona hilo hapa leo. Kwa hiyo kuanza, hiki ndicho tulicho nacho katika 2 wa Korintho 12. Katika mstari wa 2, ilikuwa ni mtu ndani ya Kristo zaidi ya miaka 14 iliyopita. Nini kilimtokea huyu wa kwanza aliye ndani ya Kristo? Kama mtu aliyenyakuliwa. Hili ndilo neno linalomaanisha unyakuo, kunyakuliwa. Yule wa kwanza anaenda mbinguni ya 3. Sasa Paulo anazungumzia kuhusu yeye mwenyewe, lakini pia kuna unabii umefichwa humo, kwa sababu angalia anachosema baada ya hapo: nami nilimjua mtu wa namna hii. Kwa wa kwanza alikuwa ndani ya Kristo. Huyu ni kama kwa namna fulani mtu wa aina ile ile kama wa kwanza, lakini si sawa kabisa. Na huyu wa pili ndiye aliyenyakuliwa. Kwa hiyo si kama yule wa kwanza aliyenyakuliwa kwenda mbinguni ya 3, bali huyu alinyakuliwa, na huyu anaenda paradiso. Hawa wawili ni sehemu ya ufalme wa Mungu. Sawa? Hao ni sehemu ya ufalme wa Mungu. Huu ndio unyakuo kabla ya dhiki, huu ndio wa katikati ya dhiki. Sawa? Hapa ndipo kila kitu kinapoanzia. Hii ni katika mwaka wa 7 wa mihuri. Paulo anachosema baada ya hapo ni picha ya Kristo. Katika mstari wa 14 anasema yuko tayari kuja kwenu kwa mara ya 3, hata kuwa mzigo kwao. Sasa anakuja kwa ajili yao. Sawa? Sasa hiyo inaashiria nini? Kuchukuliwa na kurudi. Sawa? Kwa hiyo ndani ya hili, kabla, katikati na baada, yote ni kweli, lakini pia yote yameunganishwa na nyakati pamoja na Kristo. Katika Luka 21 mstari wa 36 inasema, basi kesheni mkiomba kila wakati, ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele za Mwana wa Adamu. Huu ni mstari wa kabla ya dhiki kuu katika Injili. Hii hapa. Na inasema nini? Kuhesabiwa kuwa anastahili kutoroka kila kitu kitakachotokea na kusimama mbele ya Mwana wa Adamu. Unaona, tukio la kabla ya dhiki kuu ndilo linalotokea kwanza katika kile kinachoitwa miaka 14 ya juu. Ni kipindi cha siku 50 na kinaanza na tukio la kabla ya dhiki kuu. Sawa? Hivyo ndivyo mwisho wa nyakati utakavyoanza. Lakini kisha kuna kuja kwa Mwana wa Adamu.
Unaona, ukirudi kwenye hotuba ya Luka katika mstari wa 27 inasema, ndipo atamuona mwana wa Adamu akija katika wingu moja. Kumbuka, tuna mafundisho kuhusu hili. Luka anasema katika wingu, lakini Marko na Mathayo wanasema katika mawingu. Hapa neno katika kwa kweli linamaanisha juu ya, kulingana na neno la asili linalomaanisha juu ya. Lakini katika Marko na Luka sio juu ya, ni kweli neno katika. Kwa hiyo hata katika maelezo haya ya kuja kwake kuna maelezo matatu tofauti yanayotolewa, kwa sababu kuna nyakati tatu tofauti za kuja kwake. Kwa hiyo hii ya Luka, kama ule unyakuo wa kabla ya dhiki unakuja kwanza, basi kuja huku kwa mwana wa Adamu ni lini? Anakuja siku ya 8 baada ya harusi ya siku 7 ya kabla ya dhiki. Sasa huo ndo ujio wake siku ya 8. Sasa uko tayari kwa hii? Tazama tofauti hii ambayo tutaingia sasa. Katika Luka 9:27, sikiliza inavyosema. Unajua nini? Ebu tuanze katika 26. Kwa maana yoyote atakayenionea aibu mimi na maneno yangu, mwana wa Adamu atamwonea aibu atakapokuja katika utukufu wake mwenyewe na wa Baba yake na wa malaika watakatifu. Sasa sikiliza mstari wa 27 kwa makini. Huu ndio tunauzungumzia sasa. Lakini nawaambia kweli, wapo baadhi ya watu wanaosimama hapa ambao hawataonja mauti mpaka waione ufalme wa Mungu. Unajua hii inamaanisha nini? Hii ni picha ile ile. Ni picha ile ile ya kinabii kama ile ya Luka 21 kwenye mazungumzo ya kabla ya dhiki katika mstari wa 36. Hii ni kundi la watu ambao wakati wa tukio la kabla ya dhiki hawataonja mauti, na jambo linalofuata watakaloliona ni ufalme wa Mungu. Hii ndiyo maelezo kuhusu kundi hili hapa, walio juu ya miaka 14 wanaokwenda mbinguni ya 3. Hayo ndiyo maelezo unayosoma hapa katika Luka sura ya 9. Nakumbuka nilichosema kwamba Bwana anakuja katika mazungumzo ya Luka, anakuja baada ya harusi ya siku 7, anakuja siku ya 8. Angalia Luka 9 mstari wa 28. Hii ni picha ya kuja kwake baada ya harusi ya kabla ya dhiki. Kundi la kwanza halionji mauti, linaenda mbinguni ya 3. Wataona ufalme wa Mungu ghafla. Kisha inasema siku 8 baada ya maneno haya. Na sasa una hadithi hii, picha hii ya kinabii ya Bwana kuwa hapa kwa siku 40, na yeye kama mpanda farasi mweupe kama tulivyoonyesha katika mafundisho mengine. Sasa hebu nikuonyeshe nyingine. Kwa hiyo unaona, sikiliza maneno yanavyosemwa. Lakini nawaambia kweli, wapo baadhi ya wanaosimama hapa ambao hawataonja mauti mpaka waone ufalme wa Mungu. Hii ni kabla ya dhiki katika Luka, lakini utaona Marko na Mathayo. Katika mafundisho ya Marko hakuna katikati ya dhiki wala habari za unyakuo, ila katika Marko 13 mstari wa 26 inasema, ndipo watakapomwona mwana wa Adamu akija katika mawingu. Huu ujio ni lini? Ni mwishoni mwa mwaka wa 6 wa mihuri katika kipindi hicho. Basi iko wapi? Hapa katika Ufunuo sura ya 6. Katika mstari wa 16 ndani na 17 inasema, na kuiambia milima na miamba, tuangukieni mkatufiche mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi na mbele ya ghadhabu ya mwanakondoo, kwa maana siku kuu ya ghadhabu yake imekuja, na ni nani awezaye kusimama? Hii ni kwa wakati uliowekwa karibu na mwisho wa mwaka wa 6 wa mihuri. Naam, angalia kitakachotokea. Uko wapi katikati ya trib? Naam, ukienda kwenye sura ya 7, basi una wale 144,000 waliotiwa muhuri. Na baada ya wale 144,000 ndipo utakapokuwa na kundi kubwa la watu watakaonyakuliwa katikati ya dhiki. Kwa hivyo unaona, mwana wa Adamu, Bwana anaonekana akija. Mwana-kondoo anaonekana akija juu ya kile kinachoonekana kama aina fulani ya mlima mkubwa, mlima uliochongwa bila mkono. Na wote wanaogopa wakisema, utufiche kutoka kwa yule aketie juu ya kiti cha enzi na kutoka kwa ghadhabu ya mwana-kondoo. Na kisha nini kitatokea? Utatu wa katikati haujatokea bado, kumaanisha kwamba katika sehemu ya katikati ya utatu watakuwa wamemwona akija kwanza, na kisha baadaye, iwe ni wiki chache
au miezi michache, naamini ni takriban miezi 6 kabla ya katikati ya Utatu kutokea, ambayo inamaanisha watakuwa wamemuona akija mwishoni mwa mwaka wa 6 wa mihuri akiwa mawinguni, kama vile mafundisho ya Marko yalivyotuambia. Lakini sasa sikiliza Marko sura ya 9 inavyosema katika mstari kabla ya tukio la kubadilika sura katika sehemu ya Marko. Katika sura ya 9 mstari wa 1, naye akawaambia, amin nawaambia, wapo baadhi ya hawa wanaosimama hapa ambao hawataonja mauti. Sikiliza kwa makini, hadi watakapouona ufalme wa Mungu ukija kwa nguvu. Umeona jinsi hii inavyotofautiana kabisa na ile ya Luka. Kwa hiyo kuna kundi ambalo bado litakuwa hai, halijaonja mauti katikati ya dhiki, lakini hawataondoka hadi watakapouona ufalme wa Mungu ukija kwa nguvu. Wanaona lini ufalme wa Mungu ukija kwa nguvu? Mwisho wa mwaka wa 6 wa mihuri. Hapo mwishoni mwa mwaka wa 6 wa mihuri, wanaona ufalme wa Mungu ukija kwa nguvu. Kumbuka, Bwana anakuja na mlima Sayuni wa mbinguni. Anakuja na paradiso kuwapokea watu hawa kwake. Angalia inavyosema, ni wakati uliopita nimeona. Kwa hivyo watakuwa wameona kuelekea mwisho wa mwaka wa 6 wa mihuri, watamuona Bwana akija mawinguni pamoja na mlima Sayuni wa mbinguni, na kila mtu atakuwa katika hofu. Kwa hivyo hawaendi hadi watakapomuona akija. Wazimu sana, seno, hata watakapouona ufalme wa Mungu ukija kwa nguvu. Ufalme huu wa Mungu unaokuja kwa nguvu ni nini? Ni kile kile alichowaambia katika Yohana sura ya 14, nyumba ya Baba yangu ina makao mengi. Kama isingekuwa hivyo, ningewaambia naenda kuandalia mahali, na kama nikienda kuandalia mahali, nitarudi na kuwapokea kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo pia. Kwa hiyo unaona, alienda kuandalia mahali, anawapokea kwake, ili walipo wao na yeye awepo pia. Kwa hiyo unaona, ilisema lini? Nitarudi tena na kuwapokea kwangu, ambayo inamaanisha anakuja si tu baada ya dhiki kuu, bali anakuja wakati fulani ambapo atawapokea tena mahali alipoandaa, ambalo bila shaka ni paradiso. Na ile katikati ya dhiki ilikuwa kuhusu nini? Katikati ya dhiki ni kwenda kunyakuliwa hadi paradiso. Je, si ni gando la porini? Na hili ndilo kundi litakalokuwa limemwona akija. Kwa hivyo watakuwa wameiona ikija, lakini wakati wao wa kuondoka hautokei hadi muda mfupi baada ya kuiona tayari imefika. Sasa mtazame Mathayo. Katika Mathayo sura ya 24, hii iko katika mstari 27. Inasema, kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki na kung'aa hadi magharibi, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Inasema mara baada ya dhiki za siku hizo. Katika mstari wa 30 inasema, ndipo makabila yote ya dunia yataomboleza, nao watamwona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni. Sasa neno hili halipo kama ulivyoona hapo awali, ni neno linalomaanisha juu. Huyu ni Bwana akishuka kwa miguu yake juu ya mlima wa Mizeituni, kama tulivyosoma kwenye tarumbeta ya 7. Unaona, katika Mathayo 24, angalia inavyosema katika mstari wa 31, sura inayofuata, mstari unaofuata, kwa sauti kuu ya tarumbeta. Hiyo ndiyo sauti ya tarumbeta ya 7. Inasema, wakati falme za dunia hii na falme za Bwana wetu na Kristo wake, naye atatawala milele na milele. Tukienda kwenye Ufunuo 10, sikiliza inavyosema katika mstari wa 7, lakini katika siku za sauti ya malaika wa 7 atakapoanza kupiga. Unaona, sauti ya malaika wa 7, tarumbeta kuu, fumbo la Mungu linapaswa kukamilika. Unaona, linakamilika mwanzoni mwa mwaka wa 14 kwenye tarumbeta ya 7, ambayo ni mwaka wa 7 wa hukumu za tarumbeta, mwanzoni mwa mwaka wa 14. Hiyo ndio mafundisho ya Mathayo sura ya 24. Kuja kwa Bwana ni miguu yake kushuka juu ya mlima wa Mizeituni, na kwa sababu ataonekana kutoka mwisho mmoja hadi mwingine, haitakuwa tena fumbo. Fumbo litakuwa limekwisha, kwa sababu dunia nzima itamwona akija. Hiyo ni katika Zekaria sura ya 14 mstari wa 4, ambapo inasema, na miguu yake itasimama juu ya mlima wa Mizeituni siku hiyo. Sasa angalia hii katika Mathayo sura ya 16, mwishoni mwake, kabla tu ya kubadilika sura kwa Mathayo 17, sikiliza inavyosema, kwa maana mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Sasa sikiliza hili,
Amin, nawaambia wapo baadhi ya waliosimama hapa ambao hawataonja mauti mpaka watakapomwona Mwana wa Adamu akija katika ufalme wake. Unaelewa? Sasa watamuona. Kwa hivyo wale walio hapa baada ya ukabila, wakati wa kurudi kwa Bwana, wakishuka miguu juu ya mlima wa Mizeituni, kundi hili litamuona akija na ufalme wake. Je, si ni jambo la porini? Huu ni ufunuo wa mwisho wa siku, na Bwana atakapokuja kwa mwaka huo wa mwisho itakuwa kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu kwa mwaka huo wa mwisho na kisha yubile kuu. Naomba ikubariki. Ni jambo la kushangaza sana. Kwa heri kwa sasa.